iulize akili ya wewe unaipambana naye. Anasema angalia mindset ya opponent wako. Mnafahamiana? Nyendo kama tia ushindi tunapeana hizi nukta za mabingwa wataalamu wa mambo ya mapambano. Tumesema la kwanza, jiulize unakijua unachopambania au sivyo? Tunakijua hatukijui? La pili, jiulize hali ilivyo, the status quo. Naiona hii ndio mtu anaotaka aweko? La tatu, anasema jiulize mindset ya huyo pambana naye. Mimi naomba nikumbushe mambo mawili tu ya kumalizia. La kwanza ndugu zangu, silaha ya mwanzo kwenye mapambano sio bunduki. Hata kwa askari, hata kwa jeshi, silaha ya mwanzo ya mapambano ni nini? Nidhamu. Silaha ya mwanzo ni nini? Nidhamu katika kufanya mambo yetu. Nidhamu ya kila kwa maana zake zote. Kama kuna pahala tunahitaji nidhamu ni hapa. Tusilewe tukasema sisi tumeshinda. Ili udhibiti huo ushindi unahitaji nidhamu ya hali ya juu. Sina haja ya kuyasema hapa, lakini la muhimu nikumbushe hilo. Lakini la pili, mshikamano. La pili nini? Mshikamano. Ndio jambo la pili. Lakini la tatu, wazungu wenyewe wanasema sense of purpose. Jamani, tunachokwenda kukifanya wakati wote liwemo kichwani mwetu, kwamba mimi dhamira yetu, madhumuni yetu, malengo yetu ni jambo hili. Kifaa tutakapokabidhiwa tujue vina malengo. Vina malengo, vimepatikana katika hali ngumu, mazingira magumu. Kwa 2000 yetu Chambilecho Mansuri. Sasa tujue kwamba madhumuni yake ni yapi na twende tukatumie kwa madhumuni yaliyokusudiwa. Ndio maana ya sense of purpose, yani kuwa wakati wote kuweka kichwani nini dhamira yetu. Mheshimiwa, kwanza nishukuru kwamba baada ya safari ndefu tulikotoka bado tumesimama imara. Hapo nyuma tumepata matatizo mazito na tukafika mahali Babu Salim Bimani huwa tunasema tukapata uduanzi. Yani tukaona tutavuka mkondo wa Nungwi. Tumefiliwa na marehemu, Mungu amrehemu. Alikuwa ndo nguzo yetu kubwa. Tukafanya uchaguzi tukaporwa. Tukaona na iwe. Tumekwenda tumeinuka. Wengine wakasema tena baada kufa Sefu Sharifu ndo mambo yatakuwa. Ndo haya. Ndo hivi tupo, nyie ndo mnabeba sasa. Nyie ndo mnabeba, safari inaendelea. Na inapoambiwa kamati za ushindi, washindi wenyewe ndo nyie. Sasa mimi nimepita kwenye mikutano, mmesikia mwenyekiti, mmesikia makamo na viongozi. Lakini nikikaa nikiulizwa, babu unasemaje? Tuna matatizo matatu makubwa na mengine. Kwanza
tatizo la umaskini. Nimelieleza juzi Malindi, nadhani watu wa Malindi walinielewa. La pili ambalo ni lazima ni usalama na uhai wetu. Kikao chetu cha timu ya ushindi taifa kikiongozwa na ndugu Ismail Jusaladu, tuliteua timu zetu za ushindi ngazi ya mkoa, majimbo pamoja na matawi pamoja na shehia zake. Sasa mheshimiwa, nikuhakikishie, mara baada ya kuteua timu tulishusha miongozo mikoani kwetu, majimboni kwetu, na wagombea na waheshimiwa wetu wote wamefanya kazi yao kututeulia timu zetu za ushindi za ngazi zote tatu: ngazi ya mkoa, ngazi ya majimbo na ngazi ya matawi. Kwa hiyo leo hapa tuna timu za ushindi zote za mkoa, majimbo, matawi pamoja na shehia zake. Sasa leo shughuli ni watu, sio? Na watu wenyewe ndo sisi. Mheshimiwa Mwenyekiti wa chama chetu, hizi timu zetu ndiyo timu ambayo itatupelekea katika safari yetu ya kuinusuru Zanzibar. Sasa leo nina furaha mheshimiwa, nina furaha kila namna kuhakikisha kwamba unakuja kuzindua timu zetu za ushindi hizi ambazo zitatupelekea ushindi. Mheshimiwa, timu zetu hizi za ushindi upande wa Unguja zitaanza mafunzo wiki hii. Tumemaliza mafunzo za timu ya ushindi kisiwani Pemba. Tuwapongeze wakufunzi wetu, Maalim Hassan, watu wetu wa idara ya mafunzo, tuwapongeze. Na wiki hii tunayoanza, wakati viongozi mtakuweko Pemba, kisiwani Pemba, tutaendelea na mafunzo kisiwani Unguja.